Walinzi wa mlango. Tutasoma maandiko kadhaa kwa pamoja, alafu nitakwenda kukwambia walinzi wa mlango ni wakina nani. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya 16 na ule mstari wa 9, Biblia inasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao. Korintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Andika Wakorintho wa kwanza tena 10 mstari wa 13. Biblia inasema, jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Hiyo ni Wakorintho 10:13. Twende kitabu cha Mathayo, andika 27:57 hadi 66. Mathayo sura 27 mstari wa 57 hadi ule wa 66. Biblia inasema, hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyo alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautoa mwili, akauzongazonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani, akaviringisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Na pale walikuwepo Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili, wameketi kulielekea kaburi. Hata siku ya pili, ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja aliyesema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 atafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3. Wasije wanafunzi wake wakamuiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akawaambia, mna askari, nendeni kamlinde salama kadri mjuavyo. 66. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia lile jiwe muhuri pamoja na wale askari walinzi. Hiyo ni Mathayo sura 27 mstari wa 57 mpaka 66. Tuongeze maandiko mengine mawili kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Nimeyasoma yote kwa kusudi. Matendo ya Mitume sura ya 3 ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa pili. Biblia inasema, basi Petro na Yohana walikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Hiyo ni Matendo ya Mitume 3:1 hadi 2. Twende kitabu cha mwisho, kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza hadi wa 9. Nitaisoma kama ilivyo. Biblia inasema, panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mkono kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika. Na Petro, siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, kitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani,
nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Tarudia tena mstari wa 6. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mstari wa 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu, naye nuru ikamlika mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Mstari wa 9. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Mstari wa 10 tumalize, nilikuwa nimesahau. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja mjini. Walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Jina Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Ujumbe wetu unasema walinzi wa mlango. Nataka unisikilize kwa makini. Walinzi wa mlango. Kwenye ulimwengu wa roho, kila mtu aliyeko hapa au kila mtu aliyeumbwa na Mungu kwenye ulimwengu wa roho ana mlango ambao Mungu alikwisha ufungua kwa ajili ya maisha yake. Kuna mlango ambao unatakiwa upite ili uelekee kura ambako Mungu amekukusudia. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kuna mlango ambao umekwisha andaliwa toka unazaliwa, lakini pia kinachotupa uhakika pale unaposema umeokoka, pale unaposema tumaini langu ni Kristo, pale unaposema ninamuomba Mungu anisaidie. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho kuna mlango ambao unatakiwa upite uelekee kule unapopataka. Kama unavyojua, maisha yetu mimi na wewe ni maisha yanayoendeshwa katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa mwili ni uthibitisho, ni confirmation, lakini kila kitu ambacho nakiona kinaanzia kwenye ulimwengu usioonekana. Bwana sifiwe. Mtume Paulo anasema yako majaribu, na kuna mwanadamu asiyepitia majaribu. Kila mtu kuna jambo ambalo ulitaka lakini linakukuta, hilo ni jaribu. Kuna mahali unapita, ni jaribu. Jaribu linapokuja huwezi kucheka, huwezi kufurahi, huwezi kuwa na amani, huwezi kulala vizuri, ni jaribu. Lakini Paulo anasema pamoja na kwamba kuna majaribu, lakini Mungu huwaga anatengeneza mlango wa kutokea. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Unanipata mpaka hapo? Twende. Sasa mlango ni wa Mungu na ameufungua kwa ajili yako. Paulo anasema kwenye Wakorintho tukiosoma ya kwanza ile 16:9 anasema kwa maana limefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana. Kusoma Biblia nyingine inasema mlango mpana
wa kufaa sana. Lakini anasema wako wengi walipingana. Sio rahisi kupita kwenye mlango. Lazima ulielewe. Hello? Mlango ni wa Mungu. Umefunguliwa na Mungu. Lakini upande wa pili ambao ni upande wa mpinzani wetu aitwaye Shetani hawezi kukubali upite kwenye huo mlango. Na ndio maana kuna watu wengi hapa ninapozungumza, kuna vitu ambavyo mnatamani mvifikie, au kuna kitu unaona unakwenda kukifikia, lakini inafika sehemu kinaharibika. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mlango kuna walinzi, na hao walinzi nao wazungumza ni walinzi wa kipepo. Kwenye ulimwengu wa roho uko mlango Bwana amefungua, lakini kuna walinzi wa kipepo wanaosema hauwezi kupita kwenye mlango ukaenda, kwa sababu wakikuachia wanajua nini kinakwenda kutokea. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ulishawahi kuona unaenda ofisi fulani, ili upite kwenye hiyo ofisi lazima kwanza ukubaliane na mlinzi. Ukiwa unasafiri na ndege airport, kuna walinzi pale. Huwezi kupita bila kukaguliwa. Kuna mashine fulani ukipita, kama umeweka silver au kama umeweka kitu ambacho hakifai kusafiri nacho, kitapiga kelele. Watakurudisha, watasema fungua, atamkana na viatu unavua ili uweze kupita pale. Sasa kwenye ulimwengu wa roho kuna walinzi wa kipepo ambao wamekaa kwenye mlango, ambao wamesimama kwenye mlango. Huo mlango ambao Mungu ameshaufungua kwa ajili ya familia yako, huo mlango ambao Mungu ameshaufungua kwa ajili ya biashara yako, huo mlango ambao Mungu ameshaufungua kwa ajili ya ndoa yako, wako walinzi wa kipepo wamesimama mahali pale, wanasema hautapita, wanapinga hautapita. Niko hapa nikwambie kwa jina la Yesu, maadamu neno la Mungu tumelisikia, tutaingia kwenye maombi, tutawaamulisha hao walinzi, watapigwa kwa jina la Yesu, watakauka kwa jina la Yesu, nasi tutapita kwa damu mwana kondoo. Tutapita kwenye huo mlango ambapo imekaa mizimu ya ukoo inasema hautapita. Amen. Oh, nisikilize vizuri wewe. Kuna watu ambao unaliona jambo lako limeiva kabisa, ila walinzi wa ukoo, mizimu inasema hakuna, huu mlango tuko nao. Bwana sifiwe. Amen. Hivyo wangapi unanielewa? Wangapi ilishawatokea? Yaani sawa sawa unataka kufanya biashara. Biashara imeshakaa tayari. Mteja anataka kulipia. Alafu unashangaa kwa jamaa anasema hii mali bomu. Anasema ili bakia kidogo tu alipe kidogo. Ile ikatokea jambo akakataa. Ambao wao wanakwamisha dili za watu wengi ni walinzi wa mlango. Unanielewa vizuri? Yaani dakika za jioni unakaribia kutia mguu kwenye mlango ili upite, unashangaa mambo yanaishia pale. Mtu mmoja aliniambia walikuwa wanasafiri kama kikundi, dakika za mwisho walimshusha kwenye ndege. Shuka. Kwa nini? Vigeza vieleweki. Na ukishakushusha maana yake ndege haisubiri mtu. Halo? Ameachwa, safari haipo tena. Lakini wakati tunafanya maombi tukagundua kuna mizimu ya kwao inasema hakuna aliyewahi kupanda ndege. Walinzi wana uwezo wa kukuamulisha ukaishi maisha ya design fulani. Halo? Halo? Ndio maana wengi unanunua kiwanja mjini na unauza. Walinzi wa kipepo wa kwenu wanasema hakuna aliyewahi kujenga mjini. Wewe ni nani umekuja wewe? Na sasa leo nakupa code, nakupa password. Hakikisha unapoingia kwenye maombi unaanza kushughulika na kila walinzi. Walinzi wanaweza kuwa wachawi, walinzi wanaweza kuwa mapepo, walinzi wanaweza kuwa majini, walinzi wanaweza kuwa mizimu ya kwenu. Unapoingia kwenye maombi unaingia kwa kuvuta tamaa na kuambia walinzi achilia nipite kwa jina la Yesu. Amen.
Halo. Mlango na siri kubwa. Amina. Hata kuingia kanisani umepita kwenye nini? Mlango. Na ndio maana washirikina wachawi wanapokuja kuroga makanisa wanaanzia milangoni. Wanafunga milango ili watu wasiuone. Wanaona kadhani kanisa linaonekana, ila watu waliona. Wanaweka wingu kwamba hatopita mtu hapa. Ndivyo ilivyo kwenye ulimwengu wa roho. Nguvu za giza zinasema huyu hatovuka hapa, huu mlango. Ni kweli mlango upo, ulitakiwa uwe kwenye ndoa yako. Ni mlango. Mtu anayeingia kwenye ndoa amepita kwenye mlango wa ndoa. Sema amen. Sasa mapepo yanasema ni kweli watakuja, lakini hautavuka, hakuna atakaye kuoa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kila mlinzi, mlinzi wa kipepo uliyekaa kwenye mlango wangu, mlango wa mafanikio, mlango wa hatima, ninakumoa kwa damu ya Yesu. Toka kwenye mlango huo. Toka kwenye mlango huo. Toka kwenye mlango huo kwa jina la Yesu. Bwana sifiwe. Kuna mfumo wa kiroho ambao lazima uelewe ili uweze kwenda. Watu wengi wamezuiliwa kwenye mlango. Hujawahi ona mtu anachungiwa vizuri kwa fulani, inafika sehemu kijamaa kirudi tena, yaani harudi tena. Ameshatoa kila kitu ila harudi tena. Walinzi wamemkamata. Kazi ya walinzi ni kuhakikisha usipite. Sema amen. Ni kuhakikisha unabaki kwenye hali ulionayo. Ndio maana kuna watu hapa maisha yenu yote ni ya kuanza. Kila siku unaanza. Yaani unalianza jambo lile lile, halijawahi kufanikiwa. Nataka nikupe siri, kuna walinzi mlangoni. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Sasa hatutapita kinyoronyoro. Hatutapita kivyepesi vyepesi. Tunahitaji tugangamane kama wao wanavyonuna. Sikiliza, unaposhughulika na ulimwengu wa roho, unapotaka upenyo uende sehemu, lazima uwe na hasira ya rohoni. Roho. Usifanye maombi yani azifu shetani ni ndugu yako, kama vile mchawi ni ndugu yako. Huwezi kutoka. Lazima uwe na hasira ya roho ikupande. Lazima uombe kama kichaa kwamba lazima napita kwa jina la Yesu. Wakikataa kufungua na ngoa mlango naondoka nao. La msingi nipite niende ng'ambo, na inawezekana kwa jina la Yesu leo. Haleluya. Biblia tuliyoisoma inaeleza matukio mawili tofauti. Inaeleza tukio la Yesu mwenyewe. Kama Yesu walikaa kaburini kwenye mlango ambapo walimpitisha kwenye pango, wakaweka jiwe maana yake ni mlango, wakafunga mlango. Lakini watu wakasema huyu jamaa alisema siku ya tatu atafufuka. Kwa hiyo cha kufanya, tumeni askari wakae kwenye kaburi, wakae kwenye mlango ili asije wakamtoa wanafunzi wakamficha, wakasema Yesu amefufuka. Unaweza ukaona namna gani shetani ambavyo anapambana mpaka dakika za mwisho. Ndio maana Wakristo niko hapa niwaambie, usiwe Mkristo mzembe, kuwa Mkristo anayejitambua, kwa sababu dunia tunayoishi ni dunia ya vita, ni dunia ya mapambano. Lazima tupambane, lazima tunyanyuke, lazima tupiganie haki kwa jina la Yesu. Hakuna atakaye kupigania haki yako, ni wewe mwenyewe kujitambua na kuamua kuingia kwenye maombi ya vita. Unamwambia shetani, sikiliza, umenitesa vya kutosha, umefunga mlango vya kutosha, nataka nipite niende na shindikana, lakini leo nimegundua ninakumoa wewe mlinzi, ninakumoa wewe mlinzi. Lazima ng'oke kwa jina la Yesu ya. Haleluya. Wakasema Yesu atoki mtu. Sasa shetani yani wale watu walikuwa wanaongea, lakini walikuwa wanaongea kwa niaba ya nani? Ya shetani. Sio Herode yule, ni kwa niaba ya shetani. Kwamba atoki mtu hapo. Wakaweka walinzi. Bwana sifiwe. Wakaweka walinzi na jiwe kubwa. Sikia, unapoomba nini kinatokea? Sisi tunaweza tukawa tunaomba, lakini uko mlango ulipo wale walinzi wanalipukiwa vibaya sana.
wameweka walinzi, lakini Biblia inasema Mungu aliposhuka, nguvu ya Mungu ilishuka kama radi, ikawapiga wale askari, yaani wakanyauka kwenye mawe, wakaganda. Hawatikisi kichwa, macho hayatikisiki, midomo haitikisiki, masikio yasikii, wapo tu wanaona kinachoendelea, hawawezi kunyanyuka, wamepigwa ganzi. Jiwe likakaa pembeni, Yesu akafungua mlango akatoka. Nami nakuomba kwa jina la Yesu, tunapoingia kwenye maombi, elekeza nguvu kwenye huo mlango unaojua kabisa kuna sehemu mlango wangu umefungwa. Sema natuma radi, kama radi ilishuka kaburini kwa Yesu, ishuke huko huko nami nitoke kwa jina la Yesu. Hello. Hakuna anayeweza kuzuia nguvu ya Mungu ukiamua kuitumia nguvu ya Mungu. Unaelewa mtu wa Mungu? Walinzi wa nini? Wa mlango. Una mlango gani unataka upite? Ungekuwa umejenga wewe. Ukuta mwingine yuko mjini, nyumba imemaliza miaka 8. Imeishia kwenye renta. Atajenga tu. Atajenga. Hajui kwamba kuna walinzi wamesimama kwenye mlango wa ujenzi. Wanasema hauwezi kujenga, utaishia hapo. Kuna vitu ni vya kiroho zaidi. Unatakiwa vitambue ili uweze kutoka. Bwana asifiwe sana. Amina. Wewe unayeanza kila siku, leo ni siku yako ambayo unatakiwa umwambie Mungu, sasa nimejua mlango wangu umefungwa. Sikiliza, nikifunga milango yote hii, huwezi kutoka na kwenda kwenu. Amina. Sawa? Ndivyo shetani anavyofanya. Utatoka ulipo, utatembea mpaka mlangoni, utakuta kizuizi, utarudi tena. Sasa kuna watu vile vile kila siku ni watu wanaanza, wanaenda, wanakusanya nguvu upya, wanarudi, wanaanza, mlango umefungwa, huwezi kutoka. Amen. Kama wanaelewa sema amen. Amen. Kama wanaelewa sema amen. Amen. Siku moja wakamkamata Petro na Yakobo, wakamuua Yakobo, wakamuua Yohana, siku Yakobo, chinja kichwa. Wakamkamata Petro, wakamweka gerezani. Gereza lina mlango. Unapoingia gerezani unaingia wapi? Mlangoni. Mlango na siri, watu wa Mungu, usisahau kitu ambacho nakwambia. Hata ukipata haja ukaenda chooni, unapita wapi? Mlangoni. Bafuni unapita wapi? Mlangoni. Kwenye gari unapita wapi? Mlangoni. Kila sehemu ni mlango. Wakamweka gerezani Petro. Wakaweka walinzi, maaskari, huku 4, huku 4. Wengine wakakaa naye wawili. Wakilinda, wengine wamelinda mlango. Petro alikuwa amewekwa gereza lenye milango 3. Kwamba kanisa likija kuvunja mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, tutakuwa tumeshawadhibiti. Sema amen. Amen. Nirudie tena, nguvu ya Mungu ikishuka ni ajabu sana. Kanisa likusumbuana, halikwenda kuandamana kwa rais, halikwenda kuandamana kwa mfalme. Liligundua siri moja, kwamba siri yetu na nguvu yetu ipo katika maombi. Biblia inasema kanisa likamuomba Mungu kwa bidii kwa ajili ya Petro, wakapiga magoti, wakaamua. Kanisa lina nguvu. Nimesikia somo nasema, yaani wewe hapo ulipo ni kanisa, sawa sawa watu wa Mungu. Sasa kama wewe hapo ulipo ni kanisa, wewe una nguvu, kwa sababu Yesu alisema, alimwambia Petro, katika mwamba huu nitalijenga kanisa, wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Sasa tukiungana kama kanisa wote, tukaamua kuomba kwa ajili ya hatima zetu, tukaamua kuomba tutoke mikononi mwa shetani, inawezekana. Lakini watu wako serious. Kanisa likamwomba Mungu kwa bidii, wakakusanyika wote, awali wanapiga pambio, wanaomba Mungu, tunamkomboa Petro. Usiku wa manane malaika akashuka, maaskari wakiwepo, wakawapiga upofu kwanza. Askari wametulia kwa waone. Yule malaika anamwambia Petro, twende. Petro akashangaa tu, minyororo inadondoka. Geti la kwanza ikafunguka, na pili wakafika geti kubwa ambalo ili lifunguliwe lazima lishikwe na watu 50 huku na huko 50 wasukume ili lifunguke. Lakini nguvu ya Mungu ikalifanya lile geti linanyosha Petro nje. Walinzi wakabaki kama walivyo, wakaondoka. Petro akaondoka, akawaoa. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mmoja kwenye ibada hii, Mungu anataka upenye kwenye huo mlango ambao kila siku ukienda unakwama, unarudi.
Kupitia maombi haya, ni maombi yangu kwamba uwe na ufahamu. Ikiwezekana tuma hata malaika kama walivyomfuata Petro gerezani, watume kama walinzi ni mizimu ya kwenu, tuma huko huko. Unga mkono kwa mlezi. Muulize mwenzako, vipi? Kuna mlinzi hapo? Akiwepo mlinzi wa mlango, hata uende Marekani wako na wewe. Utasema labda Dar es Salaam ni pabayo na mimi mwanza kutafuta maisha. Wako na wewe. Yaani wao hawasumbuki na wewe unavyoama. Wao wapo kwenye mlango wao. Wamekusubiri asipite mpaka unakufa. Ndio maana kuna watu wengi wamekufa na ndoto kubwa. Watu wengi walikusudia wafanye biashara kubwa. Watu wengi walijiona wanaweza kukamiliki vitu vikubwa. Watu wengi walijiona, kumbe kuna mashetani yamekaa kwenye mlango. Mlango wako ufunguliwe leo kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kama Paulo anasema nimefunguliwa mlango mpana, Mungu na wewe akufungulie mlango mpana kwa jina la Yesu. Amen. Tena sio mpana tu, wa kufaa sana, unaostahili upite uende unapokwenda kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Haleluya. Simama kwa miguu yako na toa. Umeelewa somo nimezungumza nini? Ndio elewa, punga mkono. Mungu anakufungulia mlango leo. Sawa? Mungu anakufungulia mlango kwa jina la Yesu. Haya, funga milango ili tufungue mlango wa rohoni sasa. Nitakuongoza maombi. Omba ukimaanisha. Nikuone wewe maishani mwangu, nikuone wewe maishani mwangu, kiu yangu Yesu, kiu yangu Yesu, kiu yangu Yesu, kiu yangu Yesu, nikuone maisha. Nyosha mikono yako, usema Bwana Yesu. Shusha mikono. Wewe kwa mimi. Tunaposema tunapiga, tupige kweli. Sema amen. Tunawakausha walinzi wapigwe, wanyauke pale pale. Lazima tupite. Halo? Kwa sababu hata huduma kuna mashetani yanafunga mlango wa kunyonga kwamba watu wasije. Yanafunga. Kuna muda kama anataka kujitahidi kufunga, lakini moto ukiwa mkali, mashetani yanakimbia, yanakaa pembeni. Lakini hayachoki, baadaye yanaotea narudi. Yanasema tunafunga kazi, tunapiga moto. Hakuna mlinzi anayeweza kustahimili nguvu ya Mungu. Ukiona anastahimili, maana yake nguvu unayotupia ni kadogo tu. Amen. Unajua iko hivi. Iko hivi, mtu akikufinya kidogo unaweza usisikitike, yaani ukasema, yaani ukikatwa na mdudu ambaye unasema ni nani? Ila sindano ikikuingia unashtuka, sio? Sasa ndipo shetani alivyo. Kuna maombi ukiomba, anasikia kajoto, nani ananisumbua huyu? Akiangalia anaona maombi yako ni ya kitoto. Anaendelea kubaki. Kuna maombi yakitumwa, anasikia kama anababuka, anaruka, anasema nani? Anajua huyu jamaa anahitaji kupita. Bwana asifiwe sana. Rose Mwando alimba kusema nipite. Kwa hiyo na sisi shetani atatupisha, tufanyeje? Tupite kwa jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu, niko mbele zako siku ya leo tarehe 26. Ninaomba kila walinzi waliosimama kwenye mlango wangu, mlango wa kutokea, mlango wa kwenda ng'ambo, walioziba, walionishikilia ili nisitoke, yawe ni mashetani ya ukoo, mashetani ya mahali, mashetani ya kijiji, mashetani ya mkoa, na yakataa kwa jina la Yesu. Uwe ni uchawi, ninakataa kwa jina la Yesu. Enyi walinzi, toka, kauka leo. Na wakausha kwa nguvu za Bwana, na wang'oa kwa nguvu
nguvu za Bwana. Toka, toka, anza kuamuru, anza kuamuru, anza kuamuru, anza kuamuru, anza kuamuru, anza kuamuru. Piga walinzi hao, piga walinzi hao, piga walinzi hao. Piga, 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 piga. Tunapiga walinzi. Ninyi walinzi mliosimama milangoni, tunatuma moto wa Yesu. Moto wa Yesu leo unawaka juu yenu. Tumewagundua ya kwamba mmeshikilia malango yetu. Tunatumia moto wa Yesu. Ni moto tunawasha. Washa, 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 washa. Washa wa moto. Hakikisha mlinzi anaufiri moto wako. Hakikisha huyo mlinzi aliyesimama kwenye malango yako anausikia moto huo. Unauwasha. Washa, washa, washa. Sema wewe mlinzi, leo ni mwisho wako. Ninakuashia moto, ninakuashia moto. Unawaka juu yako, unawaka katikati yako, unawaka kwenye miguu yako. Kokote uliko, mlinzi unakamata moto, unakamata moto, unakamata moto, unakamata moto, unakamata moto, unakamata. Oh ya, kamata, kamata moto. Kokote uliko mlinzi, ni moto wa Yesu, ni moto wa Yesu, ni moto wa Yesu. Umetembelewa leo. Mlinzi wewe unapigwa na moto, unawaka